Ni sehemu ya ngapi? Hii itakuwa ni sehemu ya ngapi? Ya 10 Ndio ni ya 5. Sehemu ya ngapi? Ya 10. Kwa kuwa sasa uko kanisani. What is subject? Kwa kuwa sasa uko kanisani. So ni sehemu ya 10 ya kwa kuwa sasa uko kanisani. Now that you are in church. Ulikuwa duniani, umeokolewa. Hallelujah. Umeokolewa na Yesu kutoka ulimwenguni, kutoka katika dhambi, kutoka katika utumwa uliyekuwa hujui, usiyefaa, unaitwa mchafu, mwenye dhambi, umejaa falsafa za ulimwengu na utamaduni wa kabila lenu, na utamaduni wa makuzi ya familia yako, na ujinga wote wa Kitanzania na Kiafrika na wote wa dunia ya leo. Bwana akakuokoa, akakuleta kanisani. Mahali ambapo sasa uko kanisani, pana utamaduni mpya. Sema utamaduni mpya. Pana fikra mpya. Pana elimu mpya. Pana ufahamu mpya. Bwana Yesu asifiwe sana. So, umeokolewa, umeletwa kanisani. Kuna mambo ya kupasayo katika nyumba ya Mungu. Hallelujah. Kuna mambo ya kupasayo katika nyumba ya Mungu. Watu hawakukusudiwa wakiokolewa wanazulula mtaani. Sio kusudi la Mungu. Watu wakusudiwa wakiokolewa wabaki wanazagaa. Mpango wa Mungu ni families, churches, madarasa ya Kristo, jamii ya waamini wanaokaa pamoja, inaitwa kanisa la mahali. Mpango wa Mungu toka mwanzo, kanisa la mahali. Ni hekima ya Mungu, anasema kwenye kitabu cha Efeso, manifest as a manifold of God's wisdom of God. Hekima ya Mungu iliyo juu, kwamba kwa njia ya kanisa ajulishe falme na mamlaka. Ajulishe falme na mamlaka hekima yake kwa njia ya kanisa. Kwa mpango wa Mungu ni kanisa. Unaanza na kanisa na unamalizika na nini? Na kanisa. Kwa njia ya kanisa ana raise watu wake kwa jinsi yake. Kwa njia ya kanisa anaufikia ulimwengu hata misho ya nchi. Kwa njia ya kanisa anaandaa watendakazi pamoja naye kwa ajili ya mission yake duniani. Kwa njia ya kanisa anaimarisha watoto wake kuwa imara kutembea katika ulimwengu huu tulionao. Everybody needs a church. Kila mtu anahitaji nini? Kanisa. Everybody needs a church, everybody needs a pastor. Kila mtu anahitaji kanisa, kila mtu anahitaji mchungaji. Kwa sababu hekima ya Mungu ni hiyo. Kitabu cha Hesabu anasema ya kwamba Bwana na aweke mtu juu ya mkutano atakayewaongoza watu wake. Hallelujah. Mtu juu ya mkutano ili wasiwe kama kondoo wasio na mchungaji. Kwa mpango wa Mungu ni kuwa na kondoo walio na mchungaji, ni kuwa na jamii ya waamini mahali. Tulisema kanisa la mahali wakati tunaanza na somo hili. Ni jamii ya waamini au ni mkusanyiko wa waamini katika mahali mahususi wakiwa na uongozi mahususi. A gathering of saints or believers in a specific location or area or particular location with definite leadership. Wakiwa na uongozi unaojulikana. Hilo linaitwa kanisa la mahali. So I know leo watu wanasema mimi ni kanisa. Yaani mmoja anasema yeye ni kanisa. Hiyo ni mkanganyiko, ni paradox katika hiyo statement. Unapotoa hiyo kauli, unaongea vitu ambavyo vimekanganyika. Mtu mmoja hawezi kuwa kanisa. Mwambie jirani yako, mtu mmoja hawezi kuwa kanisa. Mtu mmoja anaweza kuwa hekalu. Ni hekalu. Na sisi wote kwa pamoja pia nini? Ni hekalu. Lakini unapokuja kwa habari ya kanisa, mtu mmoja hawi kanisa. Sababu neno lenye kanisa sio la kutoka mbinguni. Ni lugha, ni neno ambalo limetoholewa kutoka katika neno la Kiebrania la maandiko ya la kale, likaenda kwenye neno la Kigiriki la ulimwengu wa Kigiriki wakati wa kabla ya Yesu na wakati wa Yesu na baadaye. Lina maana ya walioitwa. Kutoka unaitwa kuna kusudi fulani. Naitwa kwa mfano ilitumika wakati mwingine kwa ajili ya wale zile assemblies, yale mabaraza ya kwa mfano leo tuna wabunge, si ndio? Wale wabunge wale kwa lugha ya Kigiriki ya zamani ni kanisa. Yaani wameitwa kwa ajili ya shauri fulani. Wametoka katikati ya jamii ya watu
wameteuliwa wakawekwa mahali kwa ajili ya nini? Kwa lile kusanyiko mnaolita bunge. The house, parliamentary house is the church. Kwa mtadha wa kawaida. Tuko pamoja wa neno tu lenyewe ecclesia. Inatokana maneno mawili, eki na kaleo. To call out, wita kutoka. Tuko pamoja So maana yake ukishaongelea tu neno kanisa, unaongelea zaidi ya mtu. It's a gathering. Ni kusanyiko. Na ndio maana huwezi pia ukasema online church. Unaweza ukasema leo, ukaeleweka kwa mtadha wa leo kwamba unamaanisha nini. Lakini neno online na neno church haviwezi kukaa pamoja. Tuko pamoja Tuko pamoja Kwa sababu online ni online. Kanisa inaongelea kusanyiko physically. Hebu sema physically. Hivi mlivyokaa ndio kanisa. Ni jamii ya waamini wamekuja pamoja. It's not the building. Ni hii jamii. Ni hili kusanyiko ndio linaitwa nini? Kanisa. So Mungu kwa mapenzi yake, kwa hekima yake, amekusudia kwa njia ya kanisa. Hekima yake julikane kwa falme na mamlaka, na hekima yake ifike hata misho ya nchi. Ama mpango wake na mission yake duniani utimizwe. Kwa mtu anatimiza mpango wa kuwepo kwake duniani kwa njia ya nini? Kanisa. Kwa mtu akiokolewa anajoin nini? Kanisa. Hauokolewi alafu unabaki mwenyewe. Unaokolewa unajoin kanisa. Maelekezo ya Yesu, mkawafanye mataifa kuwa wanafunzi. Neno wanafunzi pale linaongelea to enlist, kufanya wanafunzi. Mathetetes, kufanya wanafunzi. Linaongelea kitendo cha ku-enlist, kumwandikisha mtu kwenye shule ama kwenye chuo. Sio kufanya wanafunzi wamefika, bwana Yesu anaokoa, umefanya wanafunzi. Mwanafunzi manake you are learning. Unasoma mahali, unafunzwa chini ya wakufunzi. Kwenye mahali ambapo elimu inajulikana mahususi ni elimu gani unafundishwa. Na akasema kabisa muwafundishe kuyashika yote niliyowaamuru ninyi. Haleluya. Maana hiyo ni shule ya nani? Kristo. Kujifunza Kristo, mpango wake, mapenzi yake, kumjua sana mwana wa Mungu, kumjua Mungu na mission yake na kazi yake. Ni shule ya nani? Ya Kristo. Kwa maana yake kwenye hiyo shule watu wanaandikishwa. Kwa lugha nyingine kuna kwa na madarasa hapa na pale. Kwa hiyo Yesu alichoona akisema nikao kusema hivi, enendeni ulimwenguni kote mkawafanye mataifa katika nini? Madarasa. Tuko pamoja mkawaweke watu pamoja muwafundishe. Na hiyo pattern unaiona kwenye kitabu cha Matendo ya Mitume ikianza mapema sana. Wanakusanyika pamoja. Hawa watu wanakusanyika walikuwa hekaluni. Siku ya Pentecost walikuwa wapi? Walikuwa hekaluni. Wanaomba hekaluni, wakakutoa hekaluni. Mpango na kazi ya Mungu hata ili kanisa linaloitwa la Agano Jipya imeanzia kutoka kwenye kusanyiko la waamini. Mungu hajawahi kufanya kazi na mtu mmoja. Akisema na mtu mmoja ni kwa ajili ya nini? Tuko pamoja? Akisema na mtu mmoja ni kwa ajili ya jamii, kutaniko, watu, jumuiya. God doesn't work na mtu tu. Yeye peke yake tuko wewe. Kila mahali utaona malengo yake ni watu. Wana wa Israeli wanaokolewa kutoka utumwani mikononi mwa Farao, wanavushwa katika bahari, wanapitishwa, wanakuwa huru mbali na mikono yanayoonea. Lakini hausikii mtu anasema, "Okay Musa, thank you very much. Umetuokoa kwa kweli, Mungu amefanya wokovu mkuu sana. Ninakushukuru sana. Sasa mimi na mke wangu na familia yangu tutaelekea Ashuru. Tuna biashara." Huu wokovu ulikuwa mkuu sana. Mimi na ukoo wangu tutaelekea Morocco sasa. Maana tuko huru sasa, tukafanye kazi. Mungu anasema, "Waachie watu wangu waende kufanya nini? Wakanitumikie." Na utumishi sio kivyake vyake kila mtu, ni pamoja. You are serving God, unamtumikia Mungu kutokea kwenye pamoja. Mungu anapenda families. He is working in families, na anafanya kazi kwenye familia. Hivi jamii ya waamini. Anaita kanisa lake, nyumba yake, mwili wake. Sisi ni viungo kwenye mwili wake. So ni pamoja, ni katika umoja wetu, pamoja.
ni katika ushirika wa watakatifu. Glory to God. Are you getting it? Kwa anawaita na wakawa anaitwa kanisa la Mungu nini? Jangwani. A congregation of God. Wanatembea pamoja. Taifa linaitwa taifa la Mungu. Ni kanisa. Kwa Musa alikuwa na kanisa jangwani. Mchungaji wao nani? Moses. Si ndio Yeah. So some sort of a pastor, a shepherd, a prime minister of whatever in the desert. Jangwani. Kanisa la Mungu. Mungu anasema nao, wanahudumu, wanatumika jangwani. Kwenye safari of course. Kwa hiyo kanisa ni neno ambalo linamzizi toka mwanzo. Mungu anafanya kazi na watu. Naenda kwa kitabu cha Matendo ya Mitume anasema wakadumu, Matendo ya Mitume 2:42, anasema wakadumu katika fundisho la nini? La mitume. Huwezi kudumu ikiwa unaingiaga na kuchomoka. Kudumu maana yake ile darasa unaenda mara kwa nini? Unasikia tena. Leo hii vyote vile ili uweze kuwa grounded kwenye kweli, ili uweze kukua kiroho, ili uimarishwe katika fundisho la Kristo, unahitaji kuwepo mahali ambapo kweli hiyo inasemwa na kusemwa consistently. Yaani kwa uendelevu unaendelea kusikiliza ile kweli. Haumjui Kristo kwa siku hii? Haupati majibu ya maswali yako kwa siku hii? Ni shule iliyoendelevu. Kwa hiyo kanisa limekusudiwa kwa platform ambapo watu wanafundishwa systematically. Sema systematically. Wanafundishwa kwa mpangilio, wanalelewa na kukuzwa, na si tu wanapokea taarifa kama taarifa information, bali wanaangaliwa namna ambavyo wanaishi hizo taarifa ama hizo information. Hiyo elimu ya Mungu wanapokea. Kwa sababu fundisho si tu maneno, fundisho la Kristo. The doctrine, fundisho, the doctrine has a conduct. Kwa kanisani ndipo ambapo hii platform na hii jamii na utumishi wote unaoenda katika kanisa, ndipo ambapo the doctrine is modeled. Ndipo fundisho linafanywa mfano wa maisha yake. Iwe ni huduma, unapata kuona huduma inafanyikaje before your eyes kwenye familia yako. Unapata model, pattern ya ministry. Watu wanakuwa wajabu kwenye huduma, kwa sababu hawakuwahi kukaa wakapata kujifunza kwa maelezo na mifano, by precepts and example. Doctrine is by precept and example. Unajifunza kwa kutaarifiwa na kwa kuona mifano namna gani inafanyika. Usipoona namna gani inafanyika, utafanya vitu tofauti na fundisho la Kristo. Kwa fundisho lina mwenendo wake. Sema fundisho lina mwenendo wake. Na ni platform ya kanisa inayokusaidia kupata fundisho na mwenendo wake. Kwa hakuna mtumishi anajifunza huduma nje na kanisa, atakuwa kituko tu. Atafanya vitu, unaona mtu anafanya huduma unajiuliza, hii ni huduma au uganga wa kienyeji? Yaani unashindwa kutofautisha. Unaona kweli nguvu zinatembea, unaona ishara pale, supernatural, lakini unashindwa kutofautisha huduma yake na mganga wa kienyeji. Why? Hakuwa na mfano bora wa namna nguvu za Mungu zinahudumiwa, wa namna uponyaji unafanyika, wa namna kazi za Mungu zinatendeka. Hakuwa na mfano bora wa malezi wa namna kuhusiana na waamini. Anaweza akasimama akamuita dada mmoja akasema, naona chupi nyekundu. Pumbavu kabisa. Huyu hana malezi huyu. Tuko pamoja? Amekosa modo, amekosa kupata kuona namna fundisho na huduma inatendeka. In the church, kanisa natoa platform ya kumfanya mtu awe 360 round, yani ile news, yani mzunguko wote awe kamili. Neno la Mungu linasema kwamba ili mtu wa Mungu apate kufaa kwa kila awe kamili, apate kufaa kwa kila tendo jema. Kwa unafundishwa kwa mzunguko wote upate kukamilishwa kufaa kwa kila kazi njema. Glory to God. Mahali ambapo kweli zinazungumzwa systematically na kwa uendelevu. Amen. Sio leo uko channel fulani ya YouTube, kesho kuto uko channel nyingine ya YouTube, kesho kuto uko kwenye grupu gani la WhatsApp unachukua mafundisho gani. Sio kesho. You can't grow that way. Utakuwa na confusion. Huwezi kukua. Katika miaka michache ya kufanya kazi na Mungu, watu wote ambao wana masikio utafiti ni wako ganga pale. Yaani kama vile anaona anachelewa. Kanisani wanakwenda anaona kama hapana, nataka nisikilize. Be patient. Mwambie jirani yako kuwa mvumilivu.
Asa wakati utafika babu watu watavumilia. They will not be patient with sound doctrine. Hawatakuwa wastahimilifu. Kwa sababu fundisho la Kristo unataka uwe mstahimilifu. Uwe unapokea yale yani upendi lakini unapokea. Kwa sababu fundisho linapaswa uwe mvumilivu kulipokea. Linakuja kuvunja utamaduni wako. Linakuja kuharibu fikra zako. Linakuja kuondoa comfort zako. Linakuletea utamaduni wa kiungu. Linakuletea majukumu ya kiungu. Linakuletea vipaumbele vipya. Haliwezi kuwa tamtam tu. Sasa people will not endure sound doctrine. Hata endure. Kwa wanakuwa na masikio utafiti. Wanatafuta kusikiza vile wanataka kusema. Sasa mimi nataka nisikilize. Mimi sasa nataka kujifunza mbingu ya 7 na ngapi. Mchungaji wako hajaanza kufundisha mbingu ya 7. Wewe una kielele cha nini? Nataka kuelewa. Nimesikia kuna teleportation, telepathic. Nataka kujua hii. Wewe utachanganyikiwa. You can't grow kwa kuokota. Unakuwa kwa kujifunza systematically. Kujifunza kuna nidhamu. Tell your neighbor, kujifunza kuna nidhamu. Learning has a discipline. Wewe utaingia form 1, unaambia mwalimu, nilikuwa na brother nyumbani wa form 4 na form 6 walikuwa na calculate logarithm na kudifferentiate. Mimi nataka kwanza niwe hesabu. You are stupid. Unaweza kufanya hivyo? Ukifika form 1, wewe kazi yako kama wanafunzi ufanyaje? Kaa darasani na kuhudhuria kila siku. Mwalimu ndo anajua saa hizi unafundishwa nini na baada ya hiki kinafuata nini. Ukisha kuwa mwanafunzi, tumekuwa kwenye seli, unapaswa kuwa mstahimilifu kufuata maelekezo ya kiongozi wako wa seli. Amen. Amewekwa hapo kwa sababu amekuwa trained kumfundisha nani? Mwanafunzi. Kujua anaanza na masomo gani, yanafuata masomo gani, yanakwenda masomo gani. Mtu unakaa kwenye seli, wewe unatakiwa kuelekea, unaanza unaona umeshaenda kuchukua masomo kule, umeenda kuchukua kule, unachanganya, unakuwa na maswali mengi, unajivuruga mwenyewe, unajichanganya mwenyewe, mwisho sasa mimi naona hakuna Mungu. Unachanganyikiwa kwa sababu hawakutaka discipline. Kujifunza kuna nini ndugu zangu? Ndio maana tunasema pia mtu hawezi kuwa mtu mmoja na wanafunzi 13. Ndio na 13 kila mmoja ana uelekeo wake wa approach ya maandiko. 13. Mbe sasa wewe pulpit sasa afundisha wewe sasa. Utaona hapo uje hapo. Ni kuchanganya tu mixes D toka kule Ayubu ngapi anachanganya analeta kule. Yaani vitu vya kusoma uelekeo wa doctrine na ueleweki. Leo anakuambia maombi ya moto, kesho anakuambia unajua kuna maombi sio ya unyenyekevu ya kufanya nini. Yaani mradi fujo tu vitu. Ukimuuliza mbona jana ulisema hivi na unasema sasa neno la Mungu ni jipya kila siku. We all know the principle of truth. Kanuni ya ukweli ni kwamba kama kitu ni kweli, kweli ya jana ni kweli ya inabaki kuwa kweli. Kama kweli inabadilika, hiyo sio kweli. Isn't it? It means the truth is what? In a consistency, is permanent. Kama ni kweli inanyooka. Ndio maana utaona nyaraka za Paulo wakati mwingine kama copy and paste hapa. Yaani maneno ni yale yale. Uelekeo ni ule. Neno la Mungu halibadiliki, limenyooka. Vile alivyosema ndivyo inasema leo, ndivyo anavyosema. Wewe sasa umefundisha somo maombi hapa. Namna somo lenyewe la maombi, vitu vyake, misingi yake. Mwaka ujao unaleta tena somo, unasema huu ni ufunuo mwaka huu. Ufunuo mwaka gani? Kwa Mungu anakuwa kama huwezi hadi hata huwezi kujua Mungu. Unajua kama Mungu na neno lake vinabadilika, unaweza kumjua? Sasa huwezi kujua kitu ambacho kinabadilika rangi. Leo wa blue, kesho kijani. Kesho kutwa mwekundu. Ukimuuliza saa ni ufunuo wangu. Mimi nafunuka kwa njia mbalimbali. Leo mwekundu, kesho kijani. Jumamosi wa blue, mimi sitabiriki. But I dare say before you. Mbele yenu kabisa. Na ni kwa usalama kabisa, kwa ushahidi mkuu wa kimaandiko. Hakuna kiumbe kinatabirika kama Mungu. Mimi mwenyewe sitabiriki. Yaani wewe sio kama vyote kaweka kwa mbiu kaamini 100 sio kuweka upload hapo. Kwa sababu unaweza kuwa disappointed. But God is predictable. Mungu anatabirika. Yaani njia zake zinajulikana ni hivi na habadiliki. Anasema yeye ni yule jana, leo na nini? Kwa maana yake when you know, ukijua Mungu ni namna hii ndivyo alivyo.
unaweza kupumzika kwenye kweli hiyo. Hata kugeuka kile aseme hamna, nilisema na rehema lakini hamna, sio hivyo. Kuna mmoja leo kusema kwenye nchi, akasema kwamba yes you are free but not to that extent. Haleluya. Mmesikia hiyo? Kwamba mko huru lakini sio kwa kiwango chochote au hicho. Sasa huru, yani uhuru alafu uhuru. Okay. Utaelewa Mungu kwenye mtazamo wake. Haleluya. Lakini Mungu habadiliki. Anasema ni mwenye neema, ni mwenye nini? Mwenye rehema, anayesamehe. Kwa maana yake ninaweza nikaenda mbele za Mungu nikiwa na ujasiri kwamba Mungu anasamehe hizi nini? Ninaweza akisema kwamba aliyeniamini mimi nampa uzima milele. Naweza nikaona kwamba mtu nikimhubiri injili akaokoka atapewa nini? Imagine Mungu angekuwa anabadilika katika hizo karakta. Huu ujasiri wa kuhubiri injili unatoa wapi? Ndio mimi huwa najiuliza sometimes. Nguvu ya kwenda kuhubiri wokovu mpotevu unaitoa wapi? Wokovu unaopotea. Yaani unaenda kumhubiri mtu kitu ambacho ambaye amekutuma kuhubiri hajakupa garantii yoyote. Yaani anaamini na siku hiyo jamaa anaweza kaangalia ameamini lakini usijisikii sana pale kwa anaachana naye. Au anapokuwa kesho baada ya wiki moja anasema umeokoka na wewe umeokoka. Amna, sina mpango na wewe. You know what gives us power, kinachotupa nguvu na ujasiri wa kuhubiri injili hii ni kwa sababu ndani yake na mkataba ulio imara. Una neno lake ambalo yeye aliyelitoa ni mwaminifu. Integrity. Neno la Mungu lina integrity. Kuna uadilifu kwenye neno la Mungu. Ana uadilifu. Tunaweza kutegemea na kutumaini alichosema ndivyo kilivyo na habadiliki. Mungu angekuwa anabadilika, sisi ni watu wa kuonewa huruma. Sisi tuliomwamini na kutegemea ni watu wa kuonewa huruma kuliko jamii yoyote ile duniani. Kimsingi ni maskini wa mwisho kabisa. Kama tu tumetumaini Mungu anafanyaje? Kwa tunaweza kumjua Mungu kwa sababu neno lake ni amina. Anasema kwamba neno lake ladumu hata nini? Sasa mkuzaliwa kwa mbegu ya bali ile isiyoharibika. Yaani neno la Mungu lidumulo hata nini? The word linadumu milele. Neno lake na halibadiliki. Kwa hiyo ukifahamishwa neno la Mungu umefahamu. Ndio maana Paulo alikuwa na ujasiri kumwambia Timotheo, mambo yale uliyosikia kwangu mbele ya mashahidi wengi. Mambo yale, hebu sema yale. Kwa maana yake ni specific, sio mambo yoyote. Mambo yale uliyosikia kwangu mbele ya mashahidi wengi. Asema hayo sio uongeze ujanja wako. Sio uongezee ndoto na maono. Hayo uwakabidhi watu waaminifu. Watakawafundisha. Kwa watu hao wanapaswa wawe nini? Uaminifu wao ni kwamba hawatabadilisha message. Uaminifu wao ni kwamba hawatakaa nayo, watayapitishana kwa watu wengi. Do you understand? Kwa maana yake ni nini? Tukikufundisha wokovu, wewe upasi kuanza kutafuta wokovu ni nini. Unakuwa mwaminifu kwenda kufundisha wokovu kama ulivyo fundisha. Na yule aliyemfundisha wokovu na yeye anakuwa mwaminifu kwenda kufundisha wokovu kama ulivyo fundisha. So the doctrine, fundisho la Kristo ni mmoja, ni mtaala mmoja kwenye shule ya Kristo. Kwa watu wanawekwa kwenye madarasa kujifunza huo mtaala systematically. Na Mungu ameweka wachungaji kwa kusudi hilo, ili walishe kundi lake. Na mwenye Petro walipenda, ndio Bwana, lisha kondoo zangu. Kama kuna ofisi na umuhimu mkubwa ambao Mungu amekuwa nao katika ulimwengu, ni kupata watu wa kulisha kondoo zake. Watu watakao lifundisha kundi lake, watakao waongoza katika mpango wa Mungu duniani. Ndio maana tunasema hakuna mtu anaweza kutimiza mpango wa Mungu duniani kwa maisha yake without a pastor, without a church, so to say. Kwa sababu you can't be a pastor, there's no church. Hauwezi kama mchungaji hakuna nini? Kanisa. There must be a flock. Kuna kundi ambalo Bwana amekuweka hapo ulilishe kundi lake. Hallelujah. Do you understand what I'm saying? Kwa maana yake watu wanayajua mapenzi na makusudi ya Mungu wapi? In the local church. Kwa sababu guidance yake, maongozi yake, mashauri yake, mapenzi yake yanafunguliwa wapi? In the church. Are you getting it? Wapi? Kanisani. Sasa Yesu akawatazama akawaonea huruma. Maana walikuwa wametawanyika kama kondoo sio kwa nini? Imagine Mungu kuonea huruma. Nataka upate picha kuonewa huruma na Mungu.
Mungu akikuonea huruma, manake hali yako wewe ni mbaya kuliko maelezo yanaweza katolewa kwa Kiswahili. Tuko pamoja? Kiswahili manake hakitoshi kuelezea hiyo state uliopo, the condition and the state you are in. It means it is hiyo state, hiyo hali, na ni hali moja ambayo ni mbaya kiasi moyo wa Mungu umekuwa moved, akawa na compassion juu yako. Ndio maana tunaona mradi wa Mungu toka mwanzo ni watu wake. Anasema yeye ni mchungaji wa kondoo. Watu wote duniani ni kondoo wa Mungu. Alafu wale ambao hawapo katika mpango wake wanaitwa kondoo waliopotea. Kwa hiyo wivu wake ni kutafuta kondoo waliopotea warudi katika zizi, waendelee kupata malisho ya Mungu. Glory to God. So it means Mungu kwenye biashara ya kuwalisha watu wake, kuwafundisha watu wake, kuwaongoza watu wake na kuwapeleka watu wake kwenye utendaji pamoja naye. Tuko pamoja? Namna hiyo inafanyika kwa kutumia hao wanaitwa under shepherds, wachungaji chini ya mchungaji mkuu, Mungu mwenyewe. Hawa anawaweka ili wachunge watu wake, walishe kundi lake. Kwa maana yake ni nini? Maana yake watatambua, kujua makusudi ya maisha yao pale ambapo wanapatikana katika nini? Kanisa la mahali. Are you getting it? Kwa sababu akawaangalia, akaonea huruma. Wametawanyika kama kondoo wasio na mchungaji. Wako scattered, depressed, worn out, stressed, confused. A man without a church or pastor is who? Is what? Confused. Unajua changamoto ni kwamba ukiwa confused, huwezi kujua kama uko confused. Unajua hiyo? Unajua ukisha kwa kichaa au akili inaanza kuruka, wale wa karibu ndio wanakuwa wanaona kama huyu mtu ni kama hayuko sawa. Wewe unaona uko sawa. But to be honest, you are in a state of what? Confusion. Ndio maana mwe mnatuwahi mkiona dalili zozote ambazo sio za kawaida, wahi haraka msaidie huyo mtu. Tuko pamoja? Siku mkaona nimeacha kuhubiri injili, nishikeni haraka, funga mikono kamba. Takuwa niko confused. Why should I stop to preach the gospel? Why? Siku nimeacha kumtumikia Mungu, mjue nimechanganyikiwa. Kwa sababu what is the purpose of my life? Nikiacha kufanya kitu na Mungu, maana yake I'm not okay. I'm not okay. Nimepoteza direction. Ndio maana yake. Nimepoteza mwelekeo. Mtu alipoteza mwelekeo, yuko confused. Kwa nini uko confused ndio? Unajua wakati mwingine maneno ukisikia mtu amekuwa kichaa, unafikiria ni mambo makubwa sana. Tuna vichaa wako ofisini hata sasa. Tuna vichaa wako kanisani wanahubiri. Tuna vichaa, ukichaa una viwango na udhihirisho tofauti na kwa level tofauti. Ndio maana wengine wanakuambia, wana saikolojia sawa, kila mtu ni kichaa. Kila mtu ni kichaa. Content. Mimi nakataa miso kichaa. Amen. 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 You are not crazy. You are not crazy. Au tuseme afya ya akili. Hiyo ndio inakaa vizuri. Afya ya akili. Okay. Afya ya akili. Mental health is real. I can tell you. Nategemea tu kiwango cha athari ni kikubwa kiasi gani. The fact tu kwamba tunakuja kanisani na kusikia neno la Mungu ni kutibu ourselves mentally. Sababu akili zetu zinapaswa ziwe sawa sawa na neno la Mungu. Sasa kwani ungeuze ufahamu kama uko sawa? Kwani ukifanye upya ufahamu wako kama uko sawa? What is the essence? Undani wa kwamba anasema msifuatishe namna dunia, bali mgeuze kwa kufanya upya nia zenu, mpate kufahamu mapenzi ya Mungu yaliyo mema, ya kupendeza na nini na kamilifu. It means Mungu anataka akili za kila mmoja zibadilishwe, tutembee katika mapenzi yake, tuna ufahamu wa mapenzi yake. Kwa lugha nyingine, kama hatujui mapenzi yake, kama hatuyafahamu mapenzi yake, maana yake we are not mentally okay. Tuko pamoja? Kwa hiyo neno la Mungu ni tiba ya ufahamu wa mwanadamu, kurejeza na kualign katika mapenzi ya nani? Ya Mungu. Kwa tunapokula neno la Mungu, maana yake tunakuwa sound mentally, tunakuwa fit kiufahamu,
tunakuwa na world view iliyokaa sawa sawa. Tunaweza tukatazama sawa sawa mambo, matukio yanatokea duniani, sisi tunaweza kuyatazama katika world view ya kiungu ile sawa sawa na mapenzi yake, au vile anavyoona, au tunaweza tukaona anavyoona Mungu, tukaona maono ya Mungu, tukaona na fikra ya Mungu, tuka align na mission yake, tuka sawa sawa, na tukawatiba na matibabu ya ulimwengu ulioharibika. Glory to God. So tunaketi katika kanisa, tunafundishwa ili tuweze kuponya ulimwengu, kwa sababu neno la Mungu ndio tiba ya ulimwengu. Vurugu zote na fujo unaziona, hakuna solution inayozidi neno la Mungu. Glory to God. Do you understand what I'm saying? Neno la Mungu ni tiba. Ni tiba. Ni tiba. So without a pastor, without a church, mtu maana yake yuko scattered, ametawanyika. Mtu yuko confused, mtu yuko stressed. Kuna changamoto, hayuko sawa. Anahitaji guidance. A pastor is to feed, is to guide. Mchungaji ni kwa ajili ya kulisha, ni kwa ajili ya kuongoza. Glory to God. Tuko pamoja? Ndio sababu kwenye kitabu cha Ufunuo unaona sema, kwa malaika wa kanisa la andika. Those things, mambo yamewekwa pale vizuri kabisa ili kukupa wewe picha uweze kuelewa the way God operates. Mungu anaoperate. Kwa malaika wa kanisa la Efeso andika. Kwa malaika wa kanisa la Pergamo andika. Kwa malaika wa kanisa la Philadelphia andika. Makanisa pale 7 yalitolewa, yalikuwa yanapokea ujumbe wa kimungu. Inasema nini kwako? Kimsingi neno malaika naongelea mjumbe, na mjumbe ile neno angelos katika Greek alikuwa wakati wote kuongelea viumbe wenye mabawa ya kiroho wasionekana. Naongelea a messenger, okay? Na messenger katika mtadha ule alikuwa anazungumza, alikuwa anaongea na pastors, kwa mchungaji wa kanisa la, tuko pamoja so ni kwa wachungaji. Barua zile ni kwa nini? Wachungaji. Unamalikia barua malaika, alafu yani sisi kanisa hapa ndio kanisa sisi. Yesu anataka tupate ujumbe, alafu barua inaandikwa kwa malaika. Kwa malaika anafanya nini na hiyo barua? Hiyo malaika anafanya nini na hiyo barua? Anafikisha je ujumbe kwenye kanisa. Mungu anafanya kazi kupitia watu. Si ndio? Zino godness on man, njia yake ni watu. Okay, sawa. So, maana yake nini? Kwa mchungaji wa kanisa la Efeso andika. Kwa maana yake wachungaji walikuwa ndio wanapokea maelekezo, masahihisho kwa ajili ya makusanyiko yao. Kwa sababu wao ndio wenye duty ya kulichunga kanisa la Mungu kwenye njia ya Mungu sawa sawa. Wao ndio wenye duty ya kuwaongoza watoto wa Mungu kwenye mission na vision ya Mungu. So wachungaji, pastors or shepherds are territorial rulers, ni wakuu na watawala wa maeneo katika dunia, watawala kwa maana kwa njia ya huduma, ili kufanya mpango wa Mungu na mission yake ongezeke mpaka duniani kote. Do you understand? Kwa Mungu ameweka mahali kwa njia wao kazi yake ikue. Kwa wanaongoza ni kama makapteni wa watu, ni kama makapteni wa jeshi lake ambao wanawaongoza watu wa Mungu kwenye kazi ya Mungu hata miisha ya dunia. Do you understand? Kwa maana yake orders, maelekezo yoyote yanapita kwa pastors, hawa viongozi wa makusanyiko, ambao Mungu amewapa mission kuisimamia huu wajibu wa kwamba dunia hii inafikiwa na injili na jana utukufu wake. Do you understand what I'm saying? Okay. Kwa sababu kwa kanisa la fulani andika, kanisa la mahali fulani andika. Ina maana gani? Watu wote walio katika kanisa lile wanapokea na kusikia kutoka kwa nani? Kwa mchungaji. Si ndio Je, ukisoma zile barua inaonyesha kwamba Mungu hakuwa anaandika kwa mtu mmoja mmoja. Maelekezo yalikuwa ni kwa mtu mmoja mmoja kivyake. Maana yake ni nini? Nini unafanya kwenye maisha sahihi kwa wakati maalum? Mtazamo unaokuwa nao au tuseme focus unaokuwa nayo katika kipindi fulani cha maisha inategemea na kanisa lako la mahali. Sijui naeleweka ninachokisema. Narudia tena. Nini unafanya katika kipindi chako cha, yani focus yako katika kipindi fulani cha maisha, msisitizo katika kipindi fulani cha maisha unaotembea nao, inategemea na kanisa lako la mahali. Kwa sababu gani? Zile barua zimeandikwa kwa makanisa tofauti tofauti, na message ilikuwa ifanani. Ni kweli ama si kweli? Kila kanisa lilikuwa na nini? Mambo ya kurekebishwa, mambo ya kuweka sawa, mambo ya kufanya.
Tuko pamoja? Mambo ya kuacha, mambo ya kubadili. Kila wewe. Maana yake kwa nini? Ina maana gani? Ina maana ya kwamba wewe unaathiriwa. Maisha yako yanaathiriwa positively, yani yanaathiriwa kwa mahali pale ulipo. Maana yake Mungu ana mpango au anasema na kanisa linaitwa KCC Sinza. Do you understand? Kwa majira haya anasema wafanye 1, 2, 3, 4, 5. Lakini pia Mungu anasema na TAG Makambako. Tuko pamoja? Kwamba wafanye 1, 2, 3, 4, 5. Mshirika yuko TAG Makambako. Posto yake address ni kanisa la TAG nini? Makambako. Maana yake anwani yake Mungu akitaka kumlocate duniani ni TAG nini? Makambako. Kwa kile kinachopitishwa kwa TAG Makambako ndio maelekezo kwa mshirika wa TAG. Anatakiwa kuja kuchukua ya KCC Sinza. Akitembea na KCC Sinza atakuwa anatimiza mpango wa Mungu kwenye maisha yake. Hapana. Hawezi kutimiza mpango wa Mungu kwenye maisha yake. Kwa sababu ameenda kutembelea mambo ambayo si location yake, sio anwani yake, sio mahali ambapo Mungu amempanda kwa ajili ya kutimiza mpango wa kuwepo kwake. Where God has planted you, mahali Mungu amekupanda, ndipo pana determine mwelekeo. Tuko pamoja? Pana determine, panaamua mambo ya misimu na misimu ya kiungu kwenye maisha yako. Na namna unavyotekeleza mpango wa Mungu kwenye maisha yako inaamuliwa na where you have been planted. Makanisa yako mengi Tanzania yanafanya kazi ya Mungu. Unajua sometimes watu wanafika sehemu, unajua mkikaa hivi kifamilia na kama mnajifunza mnafurahi sana and you enjoy, you are full of the spirit. Wao kuna mtego watu wanaanza kufikiria kwamba labda sisi tu ndio Mungu anafanya kazi na sisi. Unajua huo mtego eh? Wakati mwingine unataka kujiona nyinyi ndio mmeokoka vizuri. Wale wengine hawajaokoka sawa sawa. Na mkini kwa sababu labda mnabishana katika uelewa wa mambo kadhaa ya kiungu. Naanza kupata kiburi na kwanza kuona kwamba nyinyi ndio nyie na nyinyi ndio mbingu zinawajua. Yaani ndio kazi ambayo Mungu ameanza duniani. Mtume wetu. Na mtume wetu Mungu amemtuma. Watu wote duniani wanataka kusikiza. I cannot be a pastor of everybody. Amen. Sijaitwa kwa mchungaji wa kila mtu nini? Mungu afanye kazi na mtu, anafanya kazi na watu huku na kule. Anaita watu kwa ajili ya kazi yake. Hebu sema anaita watu. Anawasukuma watu kwenye shamba lake kwa ajili ya kazi yake. Na ndio tunaomba na huduma zinainuka. Hatuwezi kwa tunaanza tena kupinga majibu ya nini? Maombi yetu. We are praying kwamba dunia yote inafikiwa na inajawa na utukufu wa Bwana. Kwa Baba anafanya kazi huku na kule. Unasema kuna makorokoro mapungufu mengi. Kila kitu ambacho kinahusisha mwanadamu hakiwezi kuwa nini? Perfect. Do you understand that? Sisi wenyewe we are not perfect. And we will never be perfect. Tunaelekea, tunakuwa tuna dimension na kweli. Kinachohusisha mwanadamu, kikihusisha tu mtu. Kwa mambo ya Mungu ni perfect. Lakini kwa sababu anayafanya kupitia wanadamu, yanapungua ile perfection yake. Na Mungu yeye hana haja ya kuwa na shida na hilo. Ni mvumilivu wa ajabu sana. Anatembea tu na watu, anaenda nao. Wanafanya hivi, yeye amewaita na wanaonya, anaelekeza, anatuma watu wanafanya kazi. Wengine hadi makanisa yanakufa, wengine yanafungwa, anaimwa tena, wengine waliotoka hapo anaanzisha kazi mahali pengine. God is so patient with his work. Naelewa anachokisema? Ukiwa mwanafunzi mzuri wa historia ya kanisa unaweza kuona mambo ya ajabu sana kwenye kanisa. Ya ajabu ambayo kanisa limepita nyakati mbalimbali and God did not die. Tuko pamoja? Mungu hakufa wala kazi yake haikufa. Inafanyika tu. Tunaweza kaanza vizuri kama hapa tukakuta tumetengeneza dini nzuri tuipendayo. Dini safi imenyoka ikawa dini. Yaani kile ambacho Mungu alitaka alianzisha akataka kufanya na nini mkaenda nacho afu baadaye mkarudi tena mkawa nini? Dini fulani imekaa dini. Mungu unafikiria kutoka kwenye dini hiyo tena inua watu tena wanaanza kazi, yani kazi yake itaenda tu mpaka misho ya nchi. Glory to God. So nicho nasema nini? Maana yake ni kwamba ulipopandwa ndipo ambapo Mungu anapatumia kusema na maisha yako, kuongoza maisha yako. We have this song nafikiri kwa Sense Community Church, na hii song nasema kwamba whatever I need and whatever I ever need
God has supplied in this family. Unapaswa uone umtazamo. Chochote unahitaji na chochote utakachohitaji siku zijazo, utoaji wa kiungu ni kupitia nini? Familia hii. Manake mtazamo wako kuhusiana na local church inabidi uende juu sana, kwa sababu ndio platform ambayo Mungu anakuzia watu wake, ndio platform ambayo anaponya hata majela. Wewe umeumizwa huko, haijalishi umeumizwa ni bandarini wamezuia mzigo wako, haijalishi umeumizwa ni umeachwa, haijalishi umeumizwa ni jambo gani, in the local church is where you find what? Healing. Hallelujah. Kupitia jamaa na ndugu, neno la unabii, neno wakati mchungaji anafundisha, kuwekewa mikono, kuomba pamoja, kufurahi katika roho. Kupitia platform Mungu anaponya mioyo yetu, anaganga akili zetu. Tunatoka katika ulimwengu tukiwa soundi na wenye nguvu tena, kukabili changamoto za kila siku. Mambo ni mengi huko imechemka. Mambo huko imeleje? Sasa watu wamepigwa za uso huko ulimwenguni. Mambo yamekwenda ndivyo sivyo, umepigwa matukio, and you don't have a church. Wewe sio kati ya wale watu watakao uone huruma. Unakuta sasa ndio hivyo, unakuwa kijana mdogo tu wa miaka 16, 22 na unatembea vidonge vya pressure, unatembea vidonge vya nini? Spana mkononi. Hapa nipatie, na si kwa sababu ya genetics au biological kuna vitu vimefeli. No! Umepigwa matukio, umeshindwa kustahimili, unaanza kutaka kufa haraka. Uendi popote. Kuna kazi ya wewe kufanya, uendi popote. Jishikilie tu, funga mkanda. Hallelujah. You just need a church. Tell your neighbor, you just need a church. Hallelujah. Hapa niliwaambia hapa ni shule, utapata shule kweli kweli. Hao watakatifu watakufundisha. Hao they will teach you. Watakufundisha kweli kweli, utafundishwa kuvumilia, utafundishwa kupenda bila sababu. Kupenda? Utatupenda tu. Ndio sisi ndio ndugu zako tumepewa wewe. Hivi ndio sisi wa kwako. Sasa lakini unajua mimi wananikwaza, ndio sisi wa kwako. Jifunze kutembea kwa upendo katikati ya makwazo. You learn in the church. Utakuwa kiroho, tunda la roho litatestiwa in the local church. Mimi sasa wananikopa nilipi? Rejoice. Rejoice. Hallelujah. Sasa ndugu zako rejoice. Ndio kuombea waendelee kukua, wakae watu sawa ambao wakikopa wanarudisha madeni yao. Tuko pamoja, unawaombea. Lakini ndugu zako hamna kukasirika, hamna kuacha. Mwaka jana bwana walikuwa na uchaguzi wa chama kimoja hivi kikubwa hivi. Uganda mama mbele bwana anapeana matamshi anasema hapa hakuna kukimbia. Unashinda uchaguzi unataka ubaki kwenye chama. Uko naambia hawana roho hawa. Ingekuwa na Roho Mtakatifu angalau hiyo sentence inaweza kapenya. Hawana roho. Wamepigana matukio, maumivu yakawa makali, watu wengine wakaona hapana, mimi siwezi kubaki hapa. Anaenda. But in the church unapigwa matukio na unabaki hapa. Mwambie jirani yako. Hallelujah. Zaba na ngoi, unabaki wapi? Tunaendelea kujifunza Mungu pamoja, tunaendelea kuomba pamoja. Tunakuwa wote pamoja. Nobody is perfect. Kwa kila mmoja ndio kukua kiongea wengine, unafundishwa. Moyo wako unaimarika. Ukiwa nje ya kanisa ni rahisi sana atakuwa na moyo mteketeke. Kwa sababu nani anakushughulikia? Watu huko wanaishi private. Kila mtu anakuwa na gari lake, na nyumba yake, na ofisi yake. Yanafanya vitu mwenyewe. Utaimarishwa wapi? Lakini hapa katikati ya watakatifu hao. Wewe ni mzee wa kanisa na wabinti watatu, wote wametiwa mimba na jamaa mmoja. Moyo huu vipi? Hautaimarika. Utaimarika tu. Utakuwa imara tu. Utakaa sawa. We will build you. Amen. Sasa basi kile tunataka kama tunamwambia don't die. The Lord is saying. Hallelujah. Tunakupa neno la Bwana. Bwana anasema kwenye situation Yeremia alikuwa kwenye shimo limejaa maji chini na kuna giza. Sema neno la Bwana likamjia kusema. Do you understand? Neno la Bwana likamjia kusema. Ukitaka kujifunza njia za Bwana na anavyochukulia mambo, wewe pita na mastori ya Agano la Kale. Utajazwa sana. Hallelujah. Kwamba
gerezani haimtishii Mungu, anasema na wewe uko gerezani. Tuko pamoja? Kwa hiyo kwenye situation ngumu, what you need most of the time ni kusikia neno la Bwana. Amen, amen. Ni kujua uelekeo. Mimi sina shida kuwa katikati ya changamoto. Mimi shida yangu ni kutokuona mbele. Kwamba sasa kutoka hapa, yani mimi issue kwamba niwe na uelekeo. Yani hilo ndio jambo nalohitaji. Na niwe na msaada wa kutoka hapa. Nikijua niko na Mungu, sina mashaka. Ndio maana mwimbaji wa tenzi akasema hivi, heri nikute mashaka sawa sawa na wewe. Yani Bwana nimekutana na mambo magumu, lakini as long as wewe upo, mimi ni salama. Naona itaisha, itapita, tunakwenda. Nasema utapopita katika maji yagarikishayo, hayata kwenye moto unaoteketeza. Hajasema nitakutoa haraka sana usiingie kwenye moto. Hajasema nitakuepusha usiingie kwenye miti inayogarikisha. Ila amesema hayatagarikisha. Atakuwa pamoja na wewe. Sema yuko pamoja na mimi. Sitagarikishwa. Sitaachwa. Sitapungukiwa kabisa wala kamwe. Hallelujah. So local church ni foundation. Mungu anaita na ni Paul anaita katika roho, anasema kwamba kanisa la mahali ambalo ni msingi wa kweli, msingi na nguzo ni ya kweli. The foundation and pillar of truth. The foundation and pillar of truth. Msingi na nini? Nguzo ya kweli. Niliwaambia fungue Timotheo kwanza 3:14, si ndivyo? Nami anasema kwenye mstari for yes. Nafikiri Timotheo 3:14 anasema hivi. Na kuandikia hayo nikitaraji kuja kwako hivi karibu, lakini nikikawia upate kujua jinsi wapasavyo watu kuenenda katika nyumba ya Mungu. Iliyo nini? Kanisa la Mungu aliye hai. Ili linaitwa kanisa la Mungu aliye hai. The church of the living God. Hakuna familia bora kuliko hiyo duniani. The church, the family, the house of the living God. Watu nawaona ni kanisa la Mungu aliye hai. Hii jamii unaiona ni watu bora kuliko wote. Kusanyiko unaliona ndio kusanyiko bora duniani. That's why when we go to church, our mentality inakwenda kwenye base of the gatherings on earth. Kwa namna gani inakwenda, you find a way. Namna ya kwenda kwenye kusanyiko bora kuliko makusanyiko yote. Kiwezekana vunja kabati kabisa. Piga ile ya mwisho kabisa. You are going to the best congregation. Hallelujah. Best gathering in the world. Anasema kanisa la Mungu aliye hai. Amen, amen. Alafu anasemaje? Anasema ya kwamba iliyo kanisa la Mungu aliye hai, nguzo na msingi wa kweli. So nguzo na msingi wa kweli uko wapi? In the local church. Lakini basta makanisa yana matatizo, uliyo kanisa lina vibaya, makanisa yana vurugu. The church of God is okay and on its way. Hallelujah. The church of Jesus is beautiful. Beautiful. Kanisa la Kristo ni zuri. Kanisa la Kristo halina matatizo. Watu wanataka kuyafanya matatizo. Kanisa la Mungu liko okay na linakwenda na mission inatimia tu. Sasa mimi unajua ndio sababu siendi kwenye makanisa. Mimi ndio maana siendi kanisani. Wewe umpendi Mungu tu. Unatafuta kama kichaka tu. Nenda kanisani. Kuna wambea, wewe ni nani? Nenda kanisani. Tuko pamoja? Kanisani mambo, sasa kuna mambo yanaendelea, maana kuna watu wanajua kabisa washarati, wazinzi, brebebe. Nenda. Yeye, hilo kanisa ambalo nasema kuna wazinzi, washarati, wambea, wasinyaja, sasa ameliosha kwa damu yake. Hallelujah. Amelitakasa. Na tena analiwasilisha mbele za Baba likiwa pasipo mawaa. Asema kama bibi harusi limepambwa. Kama bibi harusi limepambwa, lina karama, lina vipawa, lina vitu bora viko ndani yake. Ubora wote wa Mungu unapatikana wapi? In the church. Unataka kumuona Mungu, don't look outside the church. Unataka kukutana na Mungu, don't find him outside the church. Uko nje unaweza usema wakati unachokutana nacho. Just come in the church. Kuna mambo yanatokeaga kanisani, lakini mambo yanatengenezwa wapi? So in the church is a service expression. Utaumia, utaponywa kanisani. Mambo yataharibika, yatatengenezwa wapi? Kanisani. God is in his house. Yeye mwenyewe yupo ndani ya nyumba yake, anashughulika na mambo yake, anashughulika na nyumba yake. Kukanja kanisa ni kupishana na Mungu. Unapishana na sauti yake,
unabishana na maelekezo yake, unabishana na mwongozo mzima na ramani ya maisha yako. You can't know who you are outside the church. Wewe unajua wewe ni nani? Toa unazunguka tu na unaona kama unafanya vitu vya maana, unazurura tu. Historia yako inakuwa tu alizaliwa, akazurura, akafa. Nothing. Zurura tu. Sasa lakini alikuwa na PhD 5. Ni uzururaji pia. Lakini alikuwa anamiliki masoko suya nini makubwa. Ni uzururaji tu. Kwa sababu kabla ya mambo mengine, maana na mantiki ya maisha yanapatikana kwanza wapi? Kwa Mungu. Kusudi, maana na mantiki vyote nini unataka kufanya maisha yako kwanza kwa Mungu. Mungu ndiye anatoa makusudi ya maisha yako. Na anafanya kazi kwa njia nini? Ya kanisa. Glory to God. Hallelujah. Si unaelewa? So the church is a critical issue. Ni jambo muhimu. Leo watu wana depression huko kwa sababu hawana makanisa. Nikisema kanisa sio kwamba huwa hawaendi kwenye mambo ya kiroho. Hawana. Kuna kwenda kwenye shughuli na mikutano ya kiroho na kuwa na kanisa. Ni mambo mawili tofauti. Ni mambo mawili tofauti. No, mambo mawili tofauti. Unaweza kama uzulia na nasuwa sana anakuja pita yake kutoka si wapi, kutoka na mkutano mkubwa, miujiza na chai itafanyika, unaenda. You don't have a local church. Mambo yatakupata, utashinda jinsi ya kupita. Watu wa kanisani mambo yanawapata. Sisemi kwamba watu wa kanisani hawana mambo yanawapata. Ila yanawapata wakiwa karibu na sauti ya Mungu. Amen, amen. Yanawapata wakiwa karibu na msaada wa Mungu. You can't just walk around the earth. Hii dunia, this world is not merciful. Haina huruma kwa yote. Ni kama kuna masimba, sababu kwa hiyo kuna yanatafuta nani tu ya mmeza. Ni kama swala polini, alafu hiyo swala anaamua kukaa peke yake. Sio chakula cha rahisi cha simba. Pundamilia. Ndio maana wanyama wenye akili wanakaa in packs. Wanakaa makundi. Simba inabidi awe na target sana kumnyakua mnyama aliye kwenye nini? Kwenye kundi. Lakini wewe wenzako hapo pale pamoja, wewe umejitengeza hapo unasema I need privacy. Which privacy? Wewe mwenyewe una privacy gani? Watu wengi wanapenda kujiinua tu. Kiburi kisichotoka na kichana wewe. Private. I want a private life. Private life. Tangu unazaliwa ilikuwa private. Unasema private which private life? Tangu tunazaliwa ilikuwa private. Ulipokuwa unazaliwa ilikuwa private. And you in private hospital. Hapa kwa mtu. Your life since the beginning was never unakuja kujifanya ni private. Wewe una mental health. Sasa mkiona mtu anajitenga na watu, usije kufikiri ni alama ya ukuu. Usije kufikiri ni strength. It is a big weakness. Ni udhaifu mkubwa mtu kushindwa kuishi na watu. Ni udhaifu mkubwa basi. Kwa sababu mpango wa mtu kama mwanzo ni watu ishi pamoja. Tuwe tunategemeana, tuwe tunasaidiana. Jitenga mimi private everything private. You have a mental issue without knowing. Takuja kukuta tu siku mnakuta mtu amekunywa dawa amekufa huko ndani. Barua aliyoacha mimi nilikuwa na hiyo 70. Bafu kabisa. Wewe 70 inakuwa. It just missed it. Kuna mtu alinyonga niwe kuambia kwa shilingi shingapi? Alafu ndani yake alikuwa na kitanda cha 3.5. Alikuwa na majiko ya gesi, alikuwa na majaba ya maji, alikuwa na TV. Anasema mimi nimeona nife tu, yani nadaiwa milioni 70. Mimi naona tena hakuna tena nijali, niko mwenyewe. Amejinyonga. Yani kaacha mali zinazozidi shilingi 70,000. Hakujua hata maisha yake yana thamani kuliko nini? You can know your value in the church. Macho yako yanafunguka, unajua. Kama mwenyewe majini anaanza kukusemesha. Unajua majini yanaongeza kidogo. Na ukiwa peke yako yanaongeza sauti, volume inakuwa kubwa. Unaanza kuona una maana kabisa na unachotaka kuamua kina mantiki. Lakini unakuta umekaa na mtu anasema nasikia kufa sasa wewe. Mpuzi ni tena kwa biashara la maana sema unataka kuacha ugali mtamu huu unataka. Kwa sentence kauli tu ya ugali unashawishika kuacha kufa. Hajakueleza mambo makubwa ya maisha. Amekueleza tu ugali. Hiyo ni power of association. Sema power of association. Unaacha ubinti. Wewe binti hata hujaolewa.
Mtoto wa mama mkwe yoyote hajafaidi ukalimu wako. Unataka kwenda wapi? Baki hapa. Unakimbia wapi? Umeoa, una mke na watoto. Mimi nataka kufa. Ufe wapi? Wache. Una majukumu wewe, unamwachia nani? Mke huyu na watoto, unataka ubaki watunze hapa. Tunakwambia baki, acha ujinga. Face hii mambo yanaisha tu haya. Tuko pamoja? Huwezi kukaa peke yako kabaki salama. Haiwezekani. Na Ibilisi anashughulikia zaidi watu ambao wako nini? Anakujaza. Kwa sababu ndio kimsingi ni hivi. Mtu hawezi kuwa peke yake. Yeye ndio uelewe. Si umeelewa sasa hivi? Wakati unasema niko peke yangu, uko na shetani na wingu kubwa la mashahidi wa kipepo. Wanakusemesha na wewe unawasemesha. Na converse. Sasa mtu ametengenezwa katika mtindo ambao hakai at rest complete. Yaani kwamba si at rest, hata ukilala bado kuna mambo yanaendelea. Yaani ukikaa hivi kuna mawazo yanaendelea. Kuna conversation zinaendelea huko ndani. Ni kweli ama si kweli? Wewe jaribu kukaa peke yako mahali. Kuna siku nilijiogopa nikasema ni mimi nawaza haya. Niko mwenyewe somewhere. Hivi makadi so what are you become? Unakuta umewaza, umepanga, umefanyeje? Ukija kuyamulika hivi. Unaona haya mengine kulikuwa na ushauri ambao utokani na Bwana hapa. Kuna madude alikuwa ananisemesha hapa. Tuko pamoja? Usipende kukaa mwenyewe. Unaweza kaa na watu wengi wangalia hata duniani katika historia crime zile za ajabu, yale matukio mabaya ya kikatili yamefanywa na watu namna gani? Fuatilia. Mtu maisha yake hajawahi kuwa na mingo, yuko mwenyewe. Alafu kimwangalia kama mpole, hawaongeagi hao watu. Ni mtu ambaye pole sana, yaani upole huo wa hiyo definition. Haongei kabisa. Mimi watu wanaogopa. Haongei. Yaani huelewi amekubali au amekataa. Huelewi amefurahia au amechukia. Hujui mtazamo wake wa ujumla ama wa kimaalum. Unaelewa hiyo kitu? Unajua umeuka na watu na hiyo. Kwa hiyo wewe unakuwa kama unabidi washu, labda atakuwa tu. Hao watu ni nini? Hatari. Hujui hapo ako katabasamu kake kana na fulani. Ni tabasamu la kulivia ama ni unijui wewe. Ila inaishia ndani. Very difficult kuishi na hao watu. Hapa anakuambia mimi ni introvert. You are not introvert. Wewe unataka ugeuzwe tu. Akili yako wewe ni kiumbe kipya ndani ya nani? Sema mimi ni kiumbe kipya ndani ya Kristo. Na Mungu ameumba watu wote ndani ya Kristo waweze kuongea. Unahubirije injili uongee? You have to speak. Sasa nitaimba, nitatangaza fadhili zake. Hakuna watu wanatangaza fadhili zake ambao wako bubu. Maana yake ni kwamba hizo ni character ambazo ni foreign. Ni za kigeni, tumeziimport kwenye mwili wa Kristo. Unatakiwa you come to church na kanisani tumesema tutakuchangamsha. Utaongea tu. Kwani kwa mfano, wewe unajifanya uongee kwa mfano chukulia mfano. Wewe unaongea. Brazo akakukopa shilingi 7,500 hajakulipa. Huyu akakukopa 2,500 hajakulipa. You will come to talk. Afu hela zenyewe kwa ada ya shule. Basa, mimi amenikopa, hajanirudishia, amenikopa, hajanirudishia. You will speak. Utajifunza kuongea. Hapa, utajifunza kuongea. Vizuri kabisa. Sitakwambia toa unabii, utajifunza kuongea. Sitakwambia ongoza maombi, utaongoza maombi bila kuongea. Utajifunza kuongea. Sitakwambia sema na yule injili, utajifunza kuongea. Mjaze mtu yule roho, lazima uweke introduction. Utaongea. So church will equip you. Utaondoa vitu ambavyo ni magonjwa, utaondoa mambo ambayo ni ujinga, vitakuweka utakaa nini? Sawa sawa. Utakaa nini? Sawa sawa. Utakaa sawa. Mnanielewa ndugu zangu? Mnanielewa ndugu zangu? Kwa hiyo mtu hakuumbwa awe peke yake, anapaswa kukaa na jamaa. Kuna utamaduni tumekopa ambao pia sio wa kiume. Wa kujifungia sana.
Sababu sasa imekuwa hata sio usalama tena. Imeenda zaidi ya usalama ambao watu wanatafuta usalama. Imeenda mbali. Fungia sana. Ni kweli kwenye ulimwengu sio kila mtu ajue unaishi wapi, unafanya nini. Si ndio? Ni kweli, kwa sababu kwani wanakuhusu nini? Ni watu tunakutana nao kwenye mambo ya msingi, mnamalizana haya ya msingi mnayokutana. Kwa sababu uhusiano una levels, unavyohusiana na watu wa kazini, unahusiana nao kama work colleagues. Watu ambao tunafanya nao kazini, haiwezekani mtu unahusiana kwa sababu tunafanya kazi pamoja ni rafiki yako. Sio kila mtu unafahamiana naye ni rafiki. Wengine ni tunafahamiana. Just an acquaintance, not a friend. Rafiki ni level ya juu. Si ndio huyu ni mfanyakazi mwenzangu. Uhusiano na isheni mfanyakazi habadiliki anakuwa mume na mke. Ni mfanyakazi mwenzangu. Kwa kuna mipaka yake. Huyu ni mshirika. Tunasali pamoja. Inajulikana. Kwa mshirika kuna level ya uhusiano wa washirika. Amen. Kwa vitu unavyo keep, mambo unayolinda lazima pia yawe defined, yapambanuliwe katika level za nini? Huwezi kiwa kila mtu unamficha. Kila mtu? Hapana. Hayo maisha yenyewe yanaonyesha hauko sawa, unaumwa. Kila mtu wewe uwasani, mimi huwezi kwa mimi mtu atakapoza sema hakuna rafiki wa kweli duniani, ni Mungu tu. Make wewe hizo sentence. Mtu akikwambia hakuna rafiki wa kweli duniani, rafiki ni Mungu. Huyu anaongea kutoka mahali pa majeraha. Ameumizwa na hajapona. Kwa haamini mtu yote duniani. Huyo mtu kufanya naye biashara ni kazi. Huyo mtu ukisema ndio unaoa au unaolewa naye, wewe umeoa babomu. Kwa sababu yeye akikucheki haoni rafiki. Amekuki machale. Kwa kuna issue anapiga hata akujulishi. Kuna matukio anafanya hawezi kwa sababu mimi rafiki yangu ni nani? Sio anatembea naye wapi na sangani. Yeye sasa rafiki yake. Hivyo vitu vinavunjwa. Tamaduni hizo, fikra hizo na falsafa zinavunjwa kwenye kanisa la nini? La mahali. Hallelujah. Glory to God. Ninakueleza haya ili kwamba unapokaa katika kanisa la mahali, kwanza upate kuelewa maana, umuhimu na thamani yake kwenye maisha yako. Anwani yako ni kanisa lako la mahali. Mungu anasema na wewe kupitia kanisa lako la mahali. Mungu ataponya kupitia kanisa lako la mahali. Ataelekeza atafanya nini. Atafanya hivi na hivi. Sisemi huwezi kupata kabisa msaada wa kiungu nje na kanisa la mahali. Don't get me wrong. Do you understand? Sisemi huwezi kupata kabisa. Nazungumzia mtindo wa kila siku. Principally, mtindo wa kila siku. Mpango wa Mungu ambao ni normal, ni watu wapokee msaada wake kupitia kanisa. Watendakazi waandaliwe kupitia kanisa la. Watu wakamilishwe kupitia kanisa la nini? Hiyo ndio perfect ideal plan of God. Namna ambayo sasa ni chaos na fujo ndio pale ambapo mtu anakuwa na wachungaji watano. Mmoja maombi kuhusu uchumi. Mwingine nampigia siku nikisikia labda nimepata shida ya namna fulani. Mwingine nampigia yeye ni nabii. Nikiwa nataka kufanya biashara fulani namuuliza kwanza Mungu anasema nini. Ana wachungaji wa maombi. Kuna watu wameathiriwa na maisha haya. Yeye anaishi hana kanisa la mahali. Hakuna mahali uko committed. Kama mtu, unajua ukikosa commitment as a person, you are living a very irresponsible life. And you are running from responsibilities. Tuko pamoja? Kwa hana mahali popote ambapo anatambulika kwamba huyu ni nani? Ni mshirika hapa. Anawajibika hapa, anaangaliwa hapa, analelewa hapa, anakuwa hapa. Ila ana watu kadhaa ambao akipata changamoto alikupiga simu na kuwaeleza na kusikiza ushauri. Mtu ambaye sio mchungaji wako ana limitation kubwa sana kukushauri. Unajua hiyo? Kwa sababu hana background yako. Hana usuli background, context ya mambo yako. Kama mmoja hivyo nipigia siku moja hapa tu kutoka Mwanza huko. Yeye ameniona nafahamu mtandaoni, sio anasoma gani kufuatilia masomo. Anasema mimi naomba unishauri kuhusiana na mchumba wangu na habari yangu za uchumba. Sasa nimshauri mambo gani? Uchumba.
Nasema nilienda kabisa kwao, sijui nikafanya nini, tukatoana mahali, sasa mambo sio. Akaeleza mambo fulani mmoja pale nini. Nikamuuliza, "Wewe una kanisa?" Akasema, nasali." Akataja jina la kanisa. Unajua ndio anaweza kushangaa. Hivi kumbe mtu unaweza kuwa na shirika kanisani na akawa sio uwezo mchungaji wao. Kwa sababu kama mtu ananitafuta stranger, mtu mgeni kabisa ambaye tujai kuonana, mimi sijui maisha yake, ananiomba ushauri wa uchumba na yuko kanisani, ana mchungaji huyo. Kwani kazi ya mchungaji ni nini? Mchungaji aliidhinisha ule mnaita uchumba si ndio mahusiano yale, si ndio Ujaenda kumwambia changamoto iliyopo. Wewe si unataka kunifunga kitambaa cheusi wewe machoni. Kwa sababu wewe kuna mambo unaficha, unakuja kwa mtu ambaye hakujui ili upate advantage ya kueleza story yako na akupe ushauri kulingana na story unayoitoa wewe, bila kuweka wazi makolokolo ya kwako au mavurugu au vitu ambavyo vinaweza kuweka wewe kwenye uwajibi. Kwa unakwepa wajibu, unatafuta mtu asiyekujua. Na unaweza kukuta unajua washirika ni wajabu sana. Leo tena washirika hapa wanaomba ushauri mahali wapo. Bwana akusaidie hilo pepo litoke. Kwa sababu ni mapepo. Amen. Mambo yako kwenye kanisa mali, hizo si mkanganyiko, unaenda kuongea na nani? Mchungaji. Kwa sababu wewe sio kuonewa huruma, una nani? Mchungaji. Wakukupa guidance, wakupa word view ya Mungu, wakupa counsel ya kiungu. You have a pastor. You don't need to call there, watu 20. You may have friends in Christ ambao mnaamini pamoja. It's okay to share, si ndio na kuomba pamoja na kupata ushauri ni sawa. Lakini inapofika kwamba ni jambo ni you have a pastor, unahitaji kutembea kama mtu ambaye yuko confused. You don't need that. Amen. You don't need that. Hasa ananiomba yuko kule mbali. Sasa mimi ningemsaidia, sina mtaka. Kwa kimsingi ushauri wangu utakuwa shallow. Nikamwambia tu hivi, nenda kaongea na nani? Mchungaji wako. Hiyo ndio dawa rahisi kabisa. Peleka changamoto kwa watu ambao wana idea na maisha yako, wanafahamu historia yako. Wewe mchumba unayemwongelea wanamfahamu mtazamo wake na huwa anakwama wapi. Wewe wanakujua wewe unazingua wapi. Sasa hapo ndio atakuweka sawa. Wewe tunafaa. Wewe jinsi mmeanza mwaka juzi nyinyi mkaachana, tena mkarudiana tena. Sasa hili jambo lieni ana nini? Background. Naomba maombi, watu wanakuombea maombi, wanakuombea jumla. Sasa niwaulize hivi, Mungu wao wasaidii watu kwa watu wanaomba maombi tu kuna kule randomly? Anawasaidia. Je, ni mpango wake natakiwa iwe hivyo? Kwa maana ideal plan, mpango wa Mungu mahususi kabisa ni kuwasaidia watu kwa njia ya nini? Ya kanisa. Ina afya, ina ubora wake, ina neema, ina nguvu yake. Kwa sababu amewapanda hapo, walishwe hapo, wapokee maelekezo hapo, wachungwe na kuongozwa hapo. Inakaa na utimilifu wake mzuri zaidi kuliko hizo okota tu mtu anazunguka mtaani na wachungaji kuu. Kwa nambara maelekezo na ni vigumu kutembea katika, kwa sababu huyu amekuelekeza unatakiwa uhame huo mji. Mimi nakwambia kwa maana maombi siku 7. Kila mwezi unafunga siku 7. Kwa maana kwenye huo mji. Mimi nakwambia kwamba kwa jinsi uliofika kwenye maisha yako hapo, huyo mke inabidi umwache. Maelekezo. Wewe utachangiwa zaidi. Mimi nimekuta na watu kuchanganyikiwa kwao sio kwa sababu wamekosa sauti inayosema nao, wamekuwa na sauti nyingi wanazosikiliza. Yaani mtu anajikusanyia watumishi wengi anaowasikiliza. Na kwa hivyo imefika sehemu inakuwa tena nini? Hajui tena afanye nini. Yule kamwambia hivi, yule kamwambia hivi, yule kamwambia. Ni bora. Do I say kwamba ninamaanisha kama mchungaji wako anaweza wakati wote tu kama amepatia kila kitu amenyooka? Kuna uwezekano. Being a person, being a man, kuna uwezekano akupatia maelekezo au akakupa ushauri ambao yamkini usiwe so perfect. Isn't it? Lakini unajua faida yake. Maelekezo ambayo unapewa
na mchungaji wako, Mungu ana nafasi ya kutengeneza na kurekebisha, kwa sababu ni wewe na nani? Na mchungaji wako. Do you understand? Na kitu ambacho kimeonekana na kinajulikana, proven, mambo ambayo wachungaji husema na watu wao, hata ikatokea kama kuna kitu kinaharibika au kinataka kuharibika kwa sababu ya ile maelekezo, there is always a way Mungu anadili na haya mambo. Kuna marekebisho, kuna matengenezo. Mtu hawezi kupotea, wala maisha yake hawezi kuharibikiwa, kwa sababu Mungu anafanya kazi na hawa wachungaji na watu wake. Atasema naye tena namna ya kuweka sawa. Lolote linaloharibika litatengenezwa tena, litakaa sawa tu. I do say, na huwa naendelea kusema, hakuna uharibifu kwenye maisha yangu katika jina la Yesu. Sijabeba uharibifu katika jina la Yesu. Kwa maelekezo yote ninayopatia watu wangu hawataharibikiwa katika jina la Yesu. Hallelujah. Kama inaharibika hivi itakaa sawa katika jina la Yesu. Hakuna mtu anapotea katika jina la Yesu, kwa sababu aliyeniweka kufanya kazi ni mwaminifu. Wala sikujiita mwenyewe, na wala wewe kuchapwa viboko kama uje hapa. Eti ulichapwa viboko? Mungu anasema atakupatia mchungaji, na kama kupatia mchungaji, it means una msaada wa Bwana pamoja na wewe. Ni salama katika jina la Yesu. Na ndio maana tunaambia tuombeeni, mnaomba kwa hiyo wachungaji wenu. Ni wanadamu tu, hawako bora kuliko wewe. Wamefanywa tu kuwa wa kwanza katikati ya wanaofanana nao. Amen. Kuwa viongozi katika ya watu wale wa jinsi yao. Yakobo anasema Elia alikuwa mtu wa tabia kama sisi. So men of God, pastors are not superhuman beings. They are normal human beings. Wamepewa tu neema ya kwamba waweze kutumika kwa ajili yenu. Hallelujah. So you pray for them. Unawaombea. Kwa sababu, kwa nini unamwombea mchungaji? Kumwombea mchungaji wako ni kujiombea mwenyewe. Kwa sababu unapomwombea mchungaji wako, maana yake ni kwamba utakuwa unapata clarity kutoka kwake. Amen, amen. Utakuwa unapata msaada wa kiungu kwa wepesi. Hapata tokea vugu. Akiwa distracted na maisha yako yamekuwa nini? Distracted. Akiwa hayuko distracted, maana yake ni kwamba atakulisha vizuri, ataleta neno la wakati, atahudumia maisha yako vizuri. Kwa hiyo mimi wellness yako nzima inabebwa na afya nzuri ya nani? Ya pastor. Hallelujah. So you pray for your pastor. Naomba yako muombe mchungaji. Unamwona eleweki wewe muombe, ndio kazi yako. Yes. But mimi piga prayer tu. Ndio pastor wako sasa. Amen. Ndio mchungaji wako sasa. Go muombe. The more you pray, maana kama wainua kwenye kazi yao na unafanya huduma yao inakuwa bora na yenye kuleta matokeo zaidi kwenye maisha yako. Kwa Paulo mara nyingi anasema tuombeeni na sisi. Tunajua he is a super apostle of God. Sasa tuombe. Kila wakati anaomba maombi. Mkituombea na sisi, tuweze kuwa na usemi sawa sawa. Tuwe na ujasiri. Lakini pia tuweze kuhudumu, ni neema ya Mungu kutumika. Wala si kwa ujanja wala kwa nguvu ya kibinadamu. Sasa pray for us. Mwambie jirani yako muombe mchungaji. Hallelujah. Na nitakuwa sijatendea haki bila kuambia pia mpatie na hela. Hallelujah. Mpatie na nini? Kadri inavyowezekana. Sasa kiasi gani? Yani as much as you can. As much as you can. Leo unaosielewa kwa nini nakueleza hivi? Ni kwa faida yako. Sasa wajua wengine wanatoa kwa mchungaji wakijua kama mchungaji ana shida. Haumpi mchungaji kwa sababu umeona nani ana shida. Unaweza kutoa wakati unaona kweli pana shida. Yes. Lakini kutoa kutegemea na uhitaji au hana nini? Uhitaji. Anaitwa mchungaji. Hilo neno mchungaji ni ofisi. Watu wote wahitaji wanakimbilia kwa nani? Changamoto mbalimbali zinaitwa kwa nani? It is an office. Ndio maana katika maandiko yanasema leteni chakula kwenye nyumba ya Bwana ili pawe na chakula cha nini cha kutoa. Kwamba makuhani walikuwa nakula sana mpaka yani inabidi hizo gala zote zimejaa. No. Ni kwa sababu wahitaji wanakimbilia wapi? Kwa
kunapokuwa na hazina chini ya usimamizi wa wachungaji au makuhani, maana yake hawa watu wana msaada. Do you understand what I'm saying? Mchungaji moyo wake ni kwa watu wake. Labda umepata mchungaji, si mchungaji gani, mimi sielewi umempata wapi, lakini mzigo wa mchungaji ni kwa watu wake. Kwa anabeba watu. Kwa maana yake ni kwamba unapomwezesha mchungaji au unapowezesha ofisi ya mchungaji, umewezesha kanisa. Ndio maana kwenye kitabu cha Matendo ya Mitume kulikuwa na msemo unasema kwamba wakaleta mali zao chini ya miguu ya nini? Kwenye miguuni pa mitume. Miguuni pa mitume sio kama mitume walikuwa wamekaa kwenye kiti, alafu wale watu wanaenda kuweka hela, wanaenda kuleta vitu, wanaenda kuleta mashamba. Ni kwamba ni chini ya usimamizi wa nani? It's a figure of speech. Maana yake hawa watu walipeleka kwa wale, wakawa wanaangalia mahitaji katika kanisa, wakimgawia kila mtu sawa sana uhitaji wake. Mtu amekosa ada, mimi nafahamu. Nyinyi mko humu ndani, ninyi wengi humu, sio rahisi kuambiana issues. Ni kweli mazao wewe. Watu wana changamoto hapa. Wewe unaweza usijue milele. Unamwona amekuja, amechana na nywele zake, ameweka na kibanio kama hivyo, ameweka na kibanio. Unaweza kufikiri all is good. Kumbe mtu anapitia nyakati ngumu. Nani anajua? Anajua nani? Mchungaji wake. Mtu amekoma ada, anajua mchungaji wake. Mtu anauguliwa ugonjwa ambao hawezi kusema popote, anajua nani? Mchungaji wake. Sisi tunapokuwa na neema mbalimbali, tunakuwa tunajua jinsi ya kuwasaidia wote tulionao katika ushirika. Tuko pamoja? Kwa peleka wewe, toa hela as much as you can kwa ajili ya mchungaji mwenyewe na kwa ajili ya kusanyiko. Sasa mchungaji akiwa na utulivu, hata wewe bwana, message ya Mungu inakupata sawa sawa vizuri. Mimi nikija hapa nimevuruga, brother, mtapokea vurugu tu. Na mnaondoka mnakabili wiki zima na vurugu ndio pewa na nani? Sasa are you winning? You're not winning in any sense. When your pastor is distracted, you are distracted. Ndio maana jeshi lote lilo makini linahakisha captain wao yuko nini? Sasa the election of boss yuko sasa captain ameuliwa. Watu wanarudi nyumbani. Wewe captain amekuwa unafanya nini sasa? Oh, we have to take care of what? The captain. Unanielewa ninachokisema? Macho ya moyo wako yatiwe nuru. Kwa sababu vitu vingine ni revelation knowledge. Unaweza sasa mchungaji wewe anataka tu lazima mimi hela yako ndugu yangu. Wewe hata usiponipa. I survive. Hallelujah. Kusawa. Tunaishi bwana. Hallelujah. I'm not talking this kwamba labda no. Na kujenga ni moja kwanza. Ni moja haki zako ndani ya nani? Unasema katika Kristo Yesu mimi ni mwenye haki. Yes. Katika Kristo Yesu nimesamehewa milele. Yes. Nimekutana pamoja na Bwana. Mimi na yeye mbinguni. Moja ya realities in Christ ni wewe kutoa pesa kwa mtumishi wa Bwana anayekuhudumia maisha. Hiyo ni moja ya haki yako. Ni moja ya kweli na uhalisia ulionao ndani ya nani? Ya Kristo. To give to your pastor. Material. To bless, sio kusema ubarikiwe pastor. Ubarikiwe pastor. Bless material. Bless what? Itafuata wiki ijayo wakati tunajifunza. Sasa tuko na vipengele vipi? Tuko na vipengele, tuko tumeanza mambo ambayo shughuli tunafanya kwenye kanisa la mahali. La kwanza ilikuwa nini? Teachings. Ya pili ikawa nini? Prayer. Ya tatu ikawa nini? Evangelism. Uinjilisti, si ndivyo? Ya nne ambayo ilikuwa ni wafundishe leo ni utoaji. Ni moja ya shughuli tunafanya nini kwenye kanisa la mahali, ambao somo hilo limemezwa na mahusia ya kichungaji yaliyoendelea hapa. Na bado ni salama tu. Amen. Ni salama sio salama? Salama. Tunaendelea. Sehemu ya 10, tutakuja sehemu ya 11. Tutajifunza giving. Moja shughuli tunafanya katika kujifunza giving, tutaongea kwa upana zaidi. Nafikiri ina miaka mara ya mwisho niwafundisha utoaji ni lini? Mnaweza kukumbuka? Hata kuongelea ni unakuta kidogo tu. Basi sema hamna kabisa. So you need it. Amen, amen. So next Sunday you come, tunajifunza utoaji. So ukuaji wa kiroho ni katika mambo yote. Hatuwezi kufundisha maombi tu, kusoma Biblia tu, sijui nini. Alafu tunaacha aspects zingine za maisha yako ya kiroho. Lazima uwe grounded katika kweli yote. Paul anasema wholesome doctrine. Sound ni jumla ya fundisho la Kristo. Pande zote uwajibikaji wako. Kila kitu ambacho napaswa kutembea na kufanya katika kanisa la mahali. So somo usisahau linasema kwa kuwa sasa uko nini? Kanisa.
Kwa hiyo tunaongelea mambo yote yanayohusiana na wewe kuwepo kanisani. Kwanza nimekuwa naweka msisitizo katika wiki 2-3 maana na umuhimu na mantiki ya kuwepo kwenye kanisa la mahali. Tuko pamoja eh? Nini unafanya kwenye kanisa la mahali? Tumezungumza, tumekuweka msisitizo wa masuala ya uinjilisti, wanafunzi, uwajibikaji, sasa tumeongea. Mtembeo katikati ya ndugu tumeongea. So tutaendelea kubuild from there mpaka sisi wote tunakuwa imara, tumekamilishwa kufaa kwa kila kazi njema. Glory to God. Well, next week we'll expand it a bit more kuhusiana na giving, and tutaangalia giving zote kutoa kwa tumishi. Maandiko yanasema ni kutoa kwa ajili ya mahitaji, kutoa kwa ajili. Tutaangalia na namna gani tunatoa pia. We see kama activities ambazo tunafanya kwenye kanisa. Tukimaliza hapo then tutaendelea sasa na attitudes, ile tabia njema zinazohitajika kwa mshirika wa kanisa la mahali. Are you learning? Umejifunza vizuri na umeelewa? Omba kwa ajili yako sasa. Pray for yourself. Kwa macho yako yanatiwa nuru, yanaangaziwa. Unajua pasipo shaka wewe ni nani. Unajua kanisa ni nini. Kwa nini uko kanisani? Haui mjinga katika kweli hizi. Haubaki nyuma katika ufahamu wa wajibu wako na utambulisho wako. Bali fahamu wako uko wazi katika jina la Yesu. Unaelewa mapenzi ya Mungu ya kupendeza na ukamilifu. Unajua unapaswa kufanya nini. Unajua wajibu wako, unatembea katika jina la Yesu. Una nguvu za kutembea katika jina la Yesu Kristo. Una nguvu na unaufahamu katika jina la Yesu. Unafahamu katika jina la Yesu. Macho yako yanatazama sawa. Ufahamu wako uko clear kabisa. Hakuna mkanganyiko wa utambulisho wako katika jina la Yesu. Hakuna mkanganyiko wa utambulisho wako katika jina la Yesu. Hapana. You know who you are and you walk accordingly. Unafahamu wajibu wako, unafahamu utambulisho wako katika jina la Yesu. Hautatembea kinyonge kwa sababu ukupokea hiyo roho. Hautatembea katika hofu wala mashaka. Haukupokea hiyo. Unapokea roho ya ujasiri, ya upendo na kiasi, self control katika maisha yako. Unatembea katika nguvu. Unatembea katika ujasiri. Unatembea mbali na mashaka. Unatembea ukitimiza mpango wa Mungu kwenye maisha yako. Hakuna wakati unakuwa stranded in the name of Jesus. Hakuna mahali unakaa njia panda. No. Sauti ya Mungu inakuwa wazi kwako. Unaona na kusikia sawa sawa. Unajua kupasa kutenda kwa wakati katika jina la Yesu. Wewe hauishi kama mtu asiyekuwa na mchungaji. No. Unaishi kama mtu aliye na mchungaji na aliye na jamaa ya waamini. Aliye sehemu ya familia, ambaye ana kanisa, ana watu, ana ndugu. Unatembea ukiwa na conscious ya kwamba una familia, una ndugu wapendwa sana, una supernatural relationship. Unapalilia na kukuza uhusiano huu pamoja na ndugu, pamoja na kwenye kanisa la mahali. Unaboreka kila siku, unakuwa bora. Kila siku unakuwa bora katika kuhusiana, unakuwa bora katika kujitoa kwako, unakuwa bora kwa faida na neema kwa wengine katika kanisa la mahali. You are growing in the name of Jesus. Unakuwa na ukuaji wako unakuwa dhahiri mbele ya macho ya watu wote. Watu wanaona ukikua, wanaona hatua zako zikiongezeka, wanaona ukichukua majukumu, wanaona kabisa. Wanaona kabisa na wewe mwenyewe unaona kwamba unakuwa, unaimarika katika jina la Yesu. Unaimarika katika jina la Yesu. Lakini zaidi sana unalipa kanisa thamani yake. Unalipa kanisa thamani yake. Unalipa value yule Mungu ambaye amelipa. Unatambua uwepo wa Mungu katika kanisa la mahali. Unaona wasiwasi katika jina la Yesu kwamba Mungu anafanya kazi kwa njia ya kanisa, anafanya kazi kupitia kanisa, anakujenga kupitia kanisa, anakuinua kupitia kanisa, anakupa direction kupitia kanisa, anakutengeneza kwa kazi kupitia kanisa. Kanisa na kwa platform yako ambayo you get anything, whatever you want and whatever you ever need, you get it in the church, in the family. It is a pride. Na vyote vimetolewa katika jina la Yesu. Na hata sahihi Mungu anahudumu na maisha yako katika jina la Yesu. Unapokea mambo mbalimbali. Unapokea Christ, unapokea ufahamu, unapokea njia, unapokea uelekeo katika jina la Yesu. Sauti ya Mungu iko wazi kwa ajili yako mchana wa leo. Mungu anasema na wewe wazi wazi. Mungu anasema na wewe na utu wako wa ndani. Kwa sauti tulivu, unasikia, unajua ya kupasayo. Unasikia, unajua ya kurekebisha. Unasikia, unajua uelekeo. Lakini unasikia sauti yenye faraja, unapata nguvu na ujasiri. Maana ni Mungu anatupa nguvu, anatupa nguvu. Ni Baba atupaye nguvu. Na furaha yake ni nguvu zetu katika jina la Yesu. Kwa unaimarika katika utu wako wa ndani. Majeraha yako yanaponywa katika jina la Yesu. Wewe hautakaa katika majeraha. Wewe hautaumia milele. No!
Huzuni na kuugua vinawekwa mbali na wewe kwa sababu yoyote na kwa historia yoyote. Wewe hautakuwa hold back, hautashikiliwa nyuma kwa sababu ya maumivu. Wewe hautazuiliwa kwenda mbele kwa sababu ya mambo na disappointments mbalimbali. Haitawezekana. No, unaachika kutoka katika hayo. Unaachiliwa kutoka kwenye hivyo vifungo, unaachiliwa kutoka kwenye hizo loki katika jina la Yesu. Moyo wako unaachiliwa, unafunguka kwa jina la Yesu. Unafunguka kwa jina la Yesu. Unaponywa kwa mafuta ya Roho mwenyewe. Maana una Mungu Baba mbinguni, una Baba mbinguni, una Baba mbinguni, una msaada wake, una upendo wake, anakutazama na kuangalia, anakupenda, 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 na anataka uwe sawa, na anataka uwini, anataka ushindi, anataka ujenge mambo pamoja naye. The Lord himself is dealing with your life. Mungu mwenyewe anadili na maisha yako. Yeye mwenyewe anahusika na kila njia zako kwa sababu ni Baba mwenye kupenda sana. Amekupenda upeo. Anatafakari mambo yako usiku na mchana, anaangalia umechorwa katika mikono yake. Hauwezi kuachwa wewe na hawezi kukuacha wakati wowote. Dadera desha paina de. Sepado sokusha keladi. Reta basa pata la diamandu. Keep praying. Endelea kuomba. Dose te shata. Rebla dose pe na masa vragado la riade. Mesa de bara bradose peita masa legado. Zuzeke, shitate, ratate, separado la mos. Bos, epa, doke, naina de. Grenande, zebida, de la bosa, faida basa bla. Zuzeta, tate, shaba. Grozuze, mesiba, sika, takaina masa legaba da la dola bera. Russo, procapa, talamasa legala de riante. Pasha te, shete, rika, takakaka. Macho yanafunguka, mtu wa ndani unafunguka, unaona wasiwasi, unaona yale ambayo ulikuwa yaoni katika jina la Yesu. Mungu anafungua ufahamu wako, unaona katika jina la Yesu. Unaona ulikuwa yaoni katika jina la Yesu. Unaona ulikuwa yaoni katika jina la Yesu. Pale Mungu anataka uwe, unapatikana hapo katika jina la Yesu. Hakuna confusion. Hakuna confusion kwako, hakuna kuchanganyikiwa ndani yako. No, kuna clarity, kuna wazi katika jina la Yesu. Lakini kuna uponyaji. Sisi wa Mungu kuna uponyaji. Moyo wako unaponywa na nguvu zake, unaimarishwa katika utuko wa ndani, unaponywa. No seteketa kapa ya baba, dorina masuso push, atakataka, derakata. Receive your healing. Uponyaji wa ndani, ukaponywe katika jina la Yesu, na macho yako kaponywe, na usemi wako kaponywe, ukaseme jinsi ya Mungu, ukaone jinsi ya Mungu, ukasikie jinsi ya Mungu. Ramanodika te apado sisheke baba. Redade basa bragato sheke sheparaka temaina masa vraris. Birado zuze. Jide de beida masava. Ropronto kote ke peka takaita masa bragaba dozo bus. Shite ke patakaita. Rasatata. Besata kabato go protoko seprate. Riblo seketa masa brikapa tanatenate. Meraka takushe pesibo zopratalate. Mito kopa itate. Sheta kakaka. Ye dezete. Mungu mfalme wako, Mungu mwokozi wako, Mungu aliye mwamba wako, Mungu aliyemjua tangu ukiwa mdogo, Mungu ambaye amemtambua ni Mungu wa Bwana mwokozi wetu Yesu Kristo. Yuko na wewe, anasema na wewe, sikia tu sauti yake, chukua mkono wake, tembea naye, anatoa mkono wake, ana extend mkono wake kwako, anasema twende pamoja, twende tunatembea, twende tunavuka, twende tunapita, niko pamoja nawe, sitakuacha, sitakukia kabisa, niko pamoja nawe. Jione salama katika yeye, jione mwenye nguvu katika yeye. Tumaini lako liwe kwake tu, wala usitumainie akili zako mwenyewe, wala usitegemee akili zako mwenyewe. Wewe mwamini Bwana na njia zako zote. Mkabisi yeye, mwamini Bwana, yuko tayari kutembea na wewe. Ratakabatakaya shenamande merigado susebesheba tayaba sondeta kaitama. Kwenye njia zako zote umkiri yeye, tambua uwepo wake. He so close to you. Yuko karibu sana kuliko mavazi uliyovaa, yuko karibu sana kuliko ngozi yako, very karibu, ndani sana kwenye utu wako wa ndani, ndani sana pale ambapo unafikiri kuna maumivu, yupo na anaweza kuponya, anaweza kusaidia, anaweza kuleta upya. Na neema nomo siba ya kayaba Shemose ke tamara galadis produce ke te masa bragaba torotola baradia mate rade badasa tese ke teke sibrato bresate ke te shapapa daga zige te rate te dese pataraka te masi brado se papa daba si broko patara masa blagalade resa takata kaita basa ke tadese ke te katera to brusete ke maina mantarada bata teke seketerati rakata kaita ma. Huduma zao zinafufuka Bwana, huduma
zetu wote zinafufuka, na maisha yanakuwa na ustawi katika jina la Yesu. Kila mahali kuna ubichi wako Bwana kwa kazi ya Roho. Roho wako anachilia umande kwenye kila eneo la maisha, kwenye mambo yetu, kwenye huduma zetu, kwenye afya zetu. Ni umande wako wa Roho, ni mguso wako wa Roho. Unaponya sahihi Bwana, unaponya mili hii, unaponya akili zetu, unaponya mioyo yetu, unaponya kila kitu kwenye maisha yetu Bwana. Hakuna mapoza. Nguvu yako inagusa kila kitu ambacho hakiko sawa. Nguvu yako inabadilisha hali na mazingira. Hakuna kitu huwezi badilisha Bwana, hakuna kitu huwezi fanya. Go through, tembea kwenye maisha yetu Bwana, see us through. Fanya tuone kutoka, fanya tuone tunavyopita, fanya tuone tunavyotembea kwa jina la Yesu Kristo. Fanya tuone tunavyotoka, fanya tuone tunavyopita na kutembea katika jina letu. Na wewe Bwana, na tukumtumaini mwingine ila wewe Bwana, na tukumjua baba mwingine ila wewe Bwana. Na si kwako ni watoto, maisha yetu yako kwako, tunajiachia kwako. Have a free course, tunajiachia kwako, uwe na njia yako tu. Sasa tembea kwa uhuru kwenye maisha yetu, tengeneza yaliyoharibika. Tembea kwa uhuru kwenye maisha yetu, ondoa kila aina ya mauti. Kila kitu kinafanana na mauti ondoa. Kila kitu kinafanana na kunyauka na kusinyaa ondoa. Kila kitu kinafanyaka na kukauka ondoa. Achilia uzima, afya na neema kwa jina la Yesu. Achilia afya, uzima na neema. Kaeteke baba bashaka bata rebradoso kujeme sibo sobro kobra tarate jenanta kataya riteketeke mesibla talatus yeta kakaka radela de la bara dola balados mesende meriga dala de la baba suse pelate. Tuna mazao na ongezeko, tuna wanafunzi pamoja nasi katika jina la Yesu. Injili yetu inapokelewa, huduma yetu inapokelewa. Tunasema injili katika wepesi inapokelewa, na watu wengi wanakuja Bwana, na urithi mwingi katikati ya mataifa unawapatia watumishi wako Mfalme. Hawataenda wakavua usiku kucha wasipata kitu, no. Watakwenda Bwana na wataona mavuno, watakwenda Bwana wataona mazao. Unawapa urithi katika mitaa na miji, unawapa urithi katika maeneo Bwana. Unawatuma watu hawa, unawatuma kwenye mitaa na miji, nao wanarudi na maelfu, wanarudi na mamia na maelfu, wana uzao wa rohoni, wana baraka yako Bwana. Asante kwa ajili ya kanisa hili, asante kwa ajili ya ndugu hao bora, asante kwa ajili ya kila nafsi, asante hao watu ni bora, watu wako wa ajabu, watu wako wa ajabu, watu wako wa ajabu, watu ulioweka neema kwao, watu ulioweka fadhila kwao, watu wakalimu wa ajabu, watu waombaji, watu waliojaa roho usiku na mchana. Asante kwa jeshi hili Bwana, kwa jeshi hili unashinda kupitia wao, unaweka maadui zetu mikononi mwao Baba, unawatia mikononi mwetu maadui zetu wa injili, maadui zetu. Kuzimu haitashinda mbele yetu, wala adui atashinda mbele yetu, maana Bwana unatupa ushindi katika umoja wetu, unatupa ushindi katika kifungo cha umoja wetu. Tunatembea katika upendo, tunatembea katika neema na neema yako na rehema zako, tunatembea katika hayo katika jina la Yesu. Hatukwami popote, tunakwenda tunastawi, tunakwenda tunakuwa kiroho, tunakuwa kwa namba, tunakuwa kiroho, tunakuwa kwa namba. Kila mmoja wetu anakuwa kiroho na anakuwa kwa idadi, anaongezeka. Alikuwa mmoja wanakuwa watatu, walikuwa watatu wanakuwa 10, walikuwa 10 wanakuwa 100. Kuna multiplication, kuna maongezeko. Your spirit is at work Bwana. Tunakubali na kupokea mtembeo wa Roho wako kwenye kila eneo la maisha yetu, kwenye kila eneo la mambo yetu, kwa jina la Yesu Kristo. Brother de Keitapa Zanena Mone Maria Pa Do Senteke Brodera delante Mesia Baba Sokete Shomome Maliga Takaita Baba Satela Baro Doso Bozeke Brageda Baraka Takuse Mesiba Sakudo Morika Teapa Sondela Katea Masubo Zobo Kobo Simba Sibrati Jenese Keita Karaka Baba Sabrato. Maisha yangu yatabaki yasiwe productive, no. Mimi ninazaa na kuongezeka rohoni na mwilini, ninazaa na kuongezeka. Neta katige sipa ya kababa. Umenikusudia ukuu, kama ulivyosema nitakufanya kuwa taifa kuu. Na ndivyo tulivyo, jeshi hili lote linakuwa kuu. Wanaongezeka watu, wanakuwa wa taifa kubwa. Wanakuwa wengi kuliko mchanga usiohesabika. Wanakuwa wengi kuliko nyota za angani. Bwana, ni majira na saa ukatimize ahadi zako ulizozinena juu ya watumishi wako na juu ya kanisa lako, ukayafanye yale uliyosema, maana wewe ni mwaminifu Bwana. Wewe ni mwaminifu Bwana. Wewe ni mwaminifu Bwana. Ukakumbuke neno ulilosema juu ya maisha yao pia na huduma zao, ukalitekeleza na kulitenda katika majina ya Bwana, maana wewe ni mwaminifu Bwana. Wewe ulianza kazi njema ndani ya mioyo yetu, unaitimiza
unahitimisha Bwana. Unajenga misingi ya kazi hiyo ndani yetu. Unaweka nguzo imara ndani ya moyo wa kila mmoja. Unaweka ushawishi usiozimika. Unaweka moto mpya wa roho. Kila siku ya on fire. Tunawaza mawazo yako. Tunaimba mawazo yako. Tunatembea kwenye mawazo yako. Tunatembea kwenye mpango wako. Nobody is walking outside your plan and will. Kila mmoja atembea kwenye mpango na kusudi lako. Bwana, msalaba wako ukiwa mbele. Yes, mambo yetu yakiwa nyuma. Tunavipa mbele sawa sawa katika wewe. Tunakutazama kama captain, kiongozi wa imani yetu. Tunakutazama namna hiyo, nasi tunafuata. Tunakwenda katika ushindi. Tunatembea katika ushindi. Tunatembea katika ushindi. Tunatembea katika maongezeko. Chini yako Bwana hatuogopi. Tunajua tunavuka na kupita mahali hapa. Tumezunguka miaka mingi Bwana, na sasa tunakwenda mbele Bwana. Tunainuka na kuacha hiki kituo. Tunasogea mbele hatua zaidi. Kila mahali tunasogea mbele. Tunasogea mbele. Tunakwenda katika jina la Yesu. Tunakwenda kwa nguvu zako. Tunakwenda. Unachukua katika mbawa zako. Unachukua katika nguvu zako. Bela topei na masa bragada na des. Shelemena mose bela God. Thank you Lord, we bless your name. Dose shakata kayama. Delande meliga dala dia masuse pela dos. We bless your name, oh God. Asante kwa jia neno lako na mausia yako ya kiungu. Maisha yetu yabaki yalivyokuwa. Habaki yalivyokuwa. Habaki yalivyokuwa. Habaki yalivyokuwa. Thank you Lord, thank you Jesus. Asante Bwana, asante Yesu. Thank you Lord, thank you Jesus. Thank you Lord. Thank you. Nakumbatia neno lako. Sipuuzi maelekezo. Nasikiliza sauti yako. Nadumu sana nakumbatia neno lako. Sipuuzi maelekezo. Nasikiliza sauti yako. Nadumu sana kuomba. Neno lako lanigeuza. Linachochea moto ndani yangu. Lanizamisha kilindini kwenye mapenzi yako. Neno lako lanigeuza. Linanigeuza Bwana. Linachochea moto ndani
kwako mfalme. Nami najitoa. Najitoa tena na tena na tena leo kwa ufahamu wako. Nami najitoa. Maisha yangu ni kwako Bwana, ni kwako wewe, kila kitu najitoa. Nami najitoa. Najitoa mfalme, nafurahia wema na uzuri wako katika maandiko yako. Nami najitoa. Glory, hallelujah. Glory, hallelujah. Tunamtukuza Baba kwa kila neema, kwa kila neno, kwa kila nguvu wanayoiachia katika maisha yetu. Glory, hallelujah. Maombi yetu tunaomba na kupokea kwamba kila siku tunapokusanyika na kujifunza, tuna mabadiliko katika maisha yetu yanayoanzia kwenye ufahamu wetu, kwamba fikra zetu hazitabaki gizani wakati wote, lakini nuru yake inaangaza katika nguvu, kiasi kwamba macho yetu ya ndani yanakuwa open, wazi, yakitazama sawa sawa. Wakati wote tunatembea tunuruni katika jina la Yesu. Maisha yetu yanakuwa yanabadilika siku hadi siku, na ushuhuda kwa watu kwamba watu hao wana mwenendo wetu unashuhudia, maneno yetu yanashuhudia, wanasema tumemwona Mungu katika maisha yetu. Mimi na wewe tunakataa katika jina la Yesu kwamba tunaweza kuwa walioamini lakini Mungu haonekani kwenye maisha yetu. No, I refuse in the mighty name of Jesus. Sitaitwa aliyeokoka lakini Mungu wangu haonekani katika utendaji wa mambo ya ajabu ajabu, ama katika udhihirisho kupitia tabia na mwenendo wangu. Mungu wangu atatukuzwa kwa maisha yangu. Mungu wangu atatukuzwa. Mungu wangu atatukuzwa. Mungu wetu atatukuzwa kwa mwenendo wetu, kwa matendo yetu, na kwa utendaji wa kazi zetu katikati ya wanadamu. Mungu wetu atatukuzwa. Kila siku tunakuwa, tunajitoa kukua kwa maarifa ya mapenzi yake. Tunakuwa katika kuflow kwenye nguvu zake na roho wake. Tunakuwa katika kuflow kwenye vipawa na kalama, matendo ya miujiza, ishara na ajabu, uponyaji. Tunatembea katika hayo. Mungu anaonekana. Tunakuwa katika hayo katika jina la Yesu. Tunakuwa kila siku, hatudumai, tunakataa kudumaa katika jina la Yesu. Kila neno linapoachiliwa kwenye maisha yetu, mambo yanabadilika, ufahamu unabadilika na maisha yanabadilika. Kuna transformation, kuna mageuzi, kuna kubadilika, kuna kugeuka, kuna kuendelea mbele, kuna kukua dhahiri mbele ya macho ya watu wote. Matunda ya Mungu yataonekana qualitatively na quantitatively, yataonekana kwa wingi na kwa ubora.